Mlinzi wa kulia wa klabu ya Yanga Yao Kwas Atoula amerejea mazoezini baada ya kupona majeraha yake ya goti ambapo yalimfanya akae nje na kukosekana katika kikosi hicho kwa takriban wiki 6. Yao Kwas ameendelea kufanya mazoezi chini ya uangalizi wa madaktari kabla ya kuanza kuwatumikia wananchi, ambapo ameanza kufanya mazoezi ya kurejesha utimamu wa mwili baada ya kukaa nje kwa muda mrefu. Hii ni hatua moja kuelekea kurejea kwa ubora wake na tayari kuanza kutumika katika kikosi hicho. Hata hivyo, katika mchezo wa dabi Yanga ambapo atamkaribisha Simba Sports Club katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 1:15 za jioni, beki huyo ataukosa mchezo huo. Hii ni kutokana na bado hajarejea katika utimamu wa mwili, badala yake ataendelea na mazoezi zaidi, na katika michezo ijayo huenda beki huyu ataanza kutumika, lakini katika mchezo wa dabi ataukosa mchezo huo. Nyota wengine wa klabu ya Yanga wao wana morali na ari ya kuhakikisha kwamba wanapatikana katika mchezo huo na wanafanya vizuri katika mchezo huo na kuhakikisha klabu ya Yanga inapata ushindi katika michezo 4 mfululizo. Ikiwa klabu ya Simba na yenyewe imejiandaa vyema kuhakikisha kwamba inafanya vizuri katika mchezo huo, kwani hata wao beki wakati Chemaron Fondo alikuwa bado hayupo katika hali nzuri, na sasa uhakika wa Chemaron Fondo kurejea katika kikosi cha Simba umekuwa ni mkubwa mara baada ya kupewa daktari wa uangalizi na kufanya mazoezi chini ya madaktari hao. Klabu ya Simba ina imani kubwa kuhakikisha kwamba inafanya vizuri katika mchezo wa Machi 8. Morali ipo juu kuhakikisha kwamba vilabu vyote vinafanya vizuri katika mchezo huo, hususan mashabiki wa pande zote mbili wanajinasibu ya kuwa kuelekea mchezo huo hakutakuwa na mnyonge. Simba baada ya kupoteza michezo 3 mfululizo sasa anataka kurejesha heshima yake, lakini Yanga anahitaji kuendelea kuvunja rekodi yake ya kushinda katika michezo 3 mfululizo. Tuandikie maoni yako katika ukurasa wetu wa YouTube. Unadhani katika mchezo huu ni nani atakwenda kuibuka mshindi? Lakini pia subscribe katika YouTube channel yetu ya Mbayu TV. Usisahau pale Instagram kutufollow, tunatumia jina la Mbayu TV. Langu jina ni Martin Mbilinyi. Endelea kuwa nasi.